za Pasiansi. Ninapita na gari kule Sabasaba, mnafahamu mimi nakaa kule Kisegebi. Kwa hiyo nikapita njia hiyo, kufika pale tu mbele ya ile garage kwa mbele kidogo hivi, kama karibu na vibao hivi vya kanisa Katoliki upande wa kulia, maeneo ya Lumala chini kwenye barabara hapo. Nikiwa naendesha gari nikawaona watu wawili mbele yangu. Mwanaume akiwa nyuma, mwanamke akiwa mbele. Na pale kwa sababu nilikuwa kwenye gari peke yangu, nikajisikia tu moyoni mwangu kwamba hawa rafiki yumkini wametokea mbali na wanakwenda mbali. Kwa hiyo nikasema ngoja tu nisimame na niwapatie angalau drift ili tuende nao mpaka wanapofika. Kwa hiyo nikashusha kioo, nikawauliza habari, salama. Wakasogea karibu zaidi, nikawauliza mnakwenda wapi? Wakasema tunakwenda Kisegebi. Mimi nikamwambia mimi naelekea Kisegebi, kwa hiyo karibuni niwasogeze Kisegebi hapo, maana na mimi naelekea kuna hata niko peke yangu. Basi wakafungua mlango, wakaingia kwenye gari. Baada ya kuingia kwenye gari, basi kaendelea na safari. Sasa nimekuwa na utamaduni wa kufahamiana na watu tofauti tofauti. Kwa nikajitambulisha kwanza. Mimi naitwa Joel Chacha, ni mchungaji wa kanisa la Wadi Sabato. Na ninyi ni akina nani? Kwa hiyo Angelo mwanaume akaniambia mimi naitwa Dr. Sharif au Shimoka Malasa Tito, na watu pia akajitambulisha akasema naitwa Maimuna, na amevaa vazi lake tu zuri hapo, na nikafurahi kwamba nimefahamiana nao. Lakini kuna jambo likanipatia kidogo kuuliza maswali zaidi, maana niliona kwenye mikono yao wamevaa bangili zile ambazo nimekuwa nikiziona mahali na mahali kama vile za mizimu hivi, na shanga shingoni. Sasa kabidi nianze kuwahoji maswali tu mengine kwamba mnafanya shughuli gani. Na ndipo rafiki huyu akaniambia wao wanafanya kazi ya uganga, wanatibu kwa mfumo wa majini, wanatibu waganga wa kienyeji. Basi na mimi nikaendelea kuwasiliana nao hapo. Niliona tu wamepata shashiwishi kidogo kwamba walipokutana na walipogundua wamepanda kwenye gari la mchungaji. Kwa hiyo wakawa angalau kuna jambo naona kana kwamba wana kitu fulani hivi ambacho kwanza wamehamaki, lakini wanaona kama vile si jambo la kawaida. Sasa nikaendelea kuongea nao kama rafiki tu vizuri, tukaendelea. Kwa hiyo tunapokaribia sasa maeneo wanako kwenda, nikiwa nimeshazungumza nao mambo machache, ndipo maana ilikuwa si safari ndefu, ilikuwa ni mwendo mfupi tu kwa gari, ni karibu tu hapo. Na sasa nikawasili kwamba wanipatie namba zao za simu. Kwa hiyo haraka wakanitajia, nikaandika haraka pale, na nimeshawauliza wanakaa wapi, shughuli zao wanafanyia wapi, hapo wanaelekea wapi. Na baada ya kuchukua zile namba wakaniambia tunaishia hapo. Basi nikawatelemisha, na mimi nikawakaribisha kwamba hata waje nyumbani. Lakini baada ya kuachana tu pale nikaelekea nyumbani. Dakika kama 5-6 hivi nilifika nyumbani, akanipigia simu, akanijulia kama nimefika vizuri. Salamu. Kaambia na nyinyi hapo mnaendeleaje? Salamu. Baadaye wakatoka waje nyumbani. Na mimi bahati mbaya hapo nilikuwa na pia kutoka haraka kurudi tena maeneo mengine. Nikamwambia kwa sababu mko maeneo karibu hapo, nikiwahi au nikipita hapo nitawapitia. Lakini sikufanikiwa kuonana nao kwa wakati huo. Kwa hiyo hiyo siku ikaisha. Kesho yake sasa ndipo nikawasiliana nao kwenye simu, na yumkini walinipigia wao kwanza wakiwa wako kule Igoma. Sasa wananiambia habari za nauli, wamekosa ya kutokea Igoma kurudi Kayenze, maana wanakaa Kayenze. Na mimi haraka nilikuwa na hela kwenye pesa, nikawatumia shilingi 11,000. Maana nikajua kwamba nauli shilingi 400 au 500 ndio, lakini yumkini kama hawana nauli basi na chakula hawatakuwa nacho. Basi nikatumia hiyo ndio kuwepo, wakasafiri wakaenda Kayenze. Hiyo siku iliyofuata nikaendesha gari mpaka Kayenze wanapoishi. Nilipofika pale wanapoishi ndipo niliposikitika sana. Kwa hiyo tukazungumza nao, kampigia na mchungaji wa Igombe, tukaenda naye pale, tukawaona, tukazungumza nao. Na kakiduka moja hivi tu wamekaa hapo, sehemu wanasema kwamba hapo wameazimwa tu na mtu fulani tu hivi kwa muda, lakini pia nikaona hali yao pale jinsi ilivyo. Tukazungumza, tukajadiliana nao habari za Mungu na kusoma maandiko matakatifu.
Na baada hiyo siku kupita, ndipo wakanipigia simu wakasema kwamba mchungaji, kwanza tunamshukuru Mungu, na huyu ni Roho Mtakatifu kutukutanisha na wewe, lakini tunataka tumfuate Mungu. Tufanyeje? Tusaidie tuachane na uganga. Sasa aliposema hivi, moyo wangu nikasikia mwili wangu unabadilika. Lakini baadaye nikasema, nikaenda tena nikaona naye ili tuzungumze naye zaidi, mambo mengine zaidi. Sasa ndipo aliponisimulia habari zake kiundani zaidi. Maana sasa wanataka wamfuate Yesu, waachane na nani? Na shetani. Nami nikawakaribisha, tukazungumza, wapatia maelekezo hapa na pale, na mwisho wakabatizwa. Haleluya. Na aliyobatiza ni mchungaji Eli Mramba. Amen. Sasa kwa kuwa tunao hapa na tumekuwa nao wiki nzima, yumkini yale ambao ningeweza kuyasema sitayasema sasa, maana wao wenyewe wako hapa, watasema wao wenyewe. Haleluya. Watashuhudia wao wenyewe matendo makuu ya Mungu wetu wa mbinguni. Kwa hiyo jioni leo, ndugu zangu mnaonisikiza na kunitazama, ninawaletea kwenu si tena Dr. Sharif na Maimuna, bali nawaletea kwenu Yohana na Dorcas. Haleluya. Karibuni. Unaweza kutokea hapa sasa. Njoni Yohana na Dorcas. Sasa si tena Dr. Sharif. Unaweza kuketi pale kwenye kile kiti. Dorcas, karibu. Kumbe alikuwa ametoka kidogo. Alikuwa ananiambia mengi, nikamtia moyo, usiogope. Haleluya. Unaweza kuketi pia hapa. Kaa hapa kwenye kiti hiki. Naam, mbele yenu hapa ni Yohana pamoja na Dorcas. Na kwa sababu wana mambo ya kusema mbele zenu kama ushuhuda wa namna Mungu alivyowatendea matendo makuu, nami nitatumika tu kama chombo cha kuwaongoza kutoa ushuhuda huo. Haleluya. Na kwa sababu hiyo basi taanza na Yohana. Yohana kwa namna ya pekee sana ameendelea kuwa mtu ambaye kimsingi anaendelea kunistajabisha. Maana niligundua pia na karama nyingine, anaweza kuhubiri. Haleluya. Amina. Na wakati tunasema kwamba anaweza kuhubiri sasa, ona mikono hii. Haleluya. Na labda tu baada ya kusema majina yao na jinsi ambavyo walikuwa huko kwa uchache huo, nitamkaribisha Yohana kwa namna tu kwa ufupi. Atasema jinsi gani ambavyo walivyoingia kwenye kazi hii ya uganga. Walianzia wapi? Ilikuwa kuwaje? Nini kilitokea? Ukianza kupata pia historia fupi kidogo ya maisha yake kwa ufupi kidogo, ingawa tusikie. Kisha tutasikia pia kutoka kwa Dorcas. Na baadaye tutaendelea pia na mahojiano haya. Karibuni kusikiliza. Karibu Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio mbaya. Natamani aseme ule moto. Sema inuka uangaze. Na wewe inuka uangaze. Yesu anakuja. Inuka uangaze. Yesu anakuja. Mnanipenda? Hawa kama mnanipenda nyosheni mikono. Enzi za ujinga nilikuwa naitwa Dr. Shimoka. Dr. Shimoka. Mimi ni Msukuma, mzaliwa wa Sengerema, sehemu moja inaitwa Kahunda, upande wa Mera. Kukulia nimekulia Mwanza. Makazi yangu mzazi wangu bwana hamahama. Nimekulia kwa mama, sikukulia kwa baba. Nimesomea Magu, shule ya msingi mpaka sekondari, Kandawe Secondary School, Irungu. Kandawe Secondary School. Kukulia nimekulia Mwanza. Na shule za msingi nimesomea Mwanza nikiwa bado na mama. Baadaye nikaugua yanaitwa majini, ndio nikahamishiwa Magu kwa mganga anaitwa Sidika Kinango. Kwa wale wanaofahamu kwenda kuimba wanaifahamu Kinango, wilaya ya Magu. Magu hiyo ni wilaya, lakini kile sijui ni kitongoji.
Ndio, anatabasamu kwa Yesu. Haleluya. Na mshukuru Mungu ameniponya, amenikomboa na ameniokoa. Amen. Jina la pili nilikuwa naitwa Dr. Sharif. Kwa baadhi kuna watu mnanifahamu. Ambaye nifahamu ni yule mgeni ambaye nifahamu. Ngoja bwana nisimame hapo kidogo. Yaani dokta unasema kuna watu wanakufahamu. Yaani dokta unasema kuna watu wanakufahamu hapa. Alidokeza akasema hivi kwamba maeneo yalikuwa yanakaa pale Nyasaka Msumbiji, ameona pia baadhi ya watu ambao wanafahamu hata alipokuwa anakaa, kwa maana eneo lilikuwa anafanyia kazi zake. Haleluya. Lakini baadaye nitamuuliza wale ambao walikuja kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo atasema pia. Kwa hiyo uwe tayari na wala usikimbie, maana tunajua. Naam, endelea la pili. Kuna watu mnanifahamu kwamba kwa Nyasaka Dr. Sharifu, ila baadhi ya watu sijawahi, ila alioniona sio kwamba alikuja kutibiwa kwangu. Naam. Kuna baadhi ya watu viongozi tulikutana katika uongozi huko. Kuna kesi kadhaa nilikuwa napelekewa kule kwamba anapiga laburi chonganishi. Enzi za ujinga. Sawa. Naona enzi sio za nuru, zile ni za ujinga. Sawa. Nilikuwa nimepotea, ila nimerudi upya. Amen. Nimetakasika kweli. Amen. Na wapenda wote waumini. Amen. Ila waenda mbinguni sio waongeaji maneno ya uongo, uzinzi, ushani, yote hayo hapana. Hao sio waenda mbinguni. Amen. Ninaenda na watu ambao wanafuata maombi na waliouona ukuu wa Mungu wanawatendea. Amen. Naam. Mimi kwa shetani nimetenda vitu vikubwa. Nimefanya kazi vikubwa. Japokuwa mtu anasema hata kamili ndio alikuwa kaganga, nilikuwa ni mganga. Hakuna mganga ambaye nifahamu kwanza wilaya ya Magu, Nyamagana, Ilemera, Sengerema, ambao mganga ambaye nifahamu mpaka Burundi kwa Mahara. Mpaka Burundi. Tawapa tu historia. Sawa. Asante. Ila ni kidogo. Kwa historia hiyo fupi, nirudi kwa Dorcas. Huyu ni mke wa Yohana. Na aliniambia habari zake kidogo, tutasikia pia kutoka kwake leo. Mlikutanaje na Yohana? Mkamasimwe. Haya, Mkamasimwe. Hebu weka kiti vizuri hivi. Usipate tabu, kaa hapa. Mkamasimwe, wajita wote na wasalimia. Mkamasimwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina kipindi niko Roma nilikuwa naitwa Devota Clementi, na nilivyo hasi Roma nikarudi kwa Lokole nikabatizwa nikaitwa Sala. Nilivyorudi kwa Adventista wa Sabato naitwa Dorcas Clementi. Amen. Wangapi mnanikaribisha? Sawa, kwa Uislamu mtani. Kwa Waislamu na majina mengi mno, kuna Ajira, kuna Maimuna, kuna Salima. Sasa sijui mtachagua lipi. Yote hapo. Sisi tumechagua Dorcas. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi Yohana ambaye alikuwa anaitwa Shimoka au Sharifu. Tumekutania kwenye enzi za ujinga. Sema kwenye enzi za ujinga. Kwenye enzi za ujinga. Sema Israeli hakuna uchawi. Israeli hakuna uchawi. Ila kwa shetani kuna nini? Kuna uchawi. Hadi mimi kabla sijasema sana. Hebu anakwaya hapa Msumbiji simameni. Mlova sare za kijani. Nanzo kagusi. Simameni. Mnachukia? Haya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jina la uganga nilikuwa ninatumia Maimuna au jina la kikwetu. Nikisema Kijita si jina ndio atanielewa. Nilikuwa naitwa Nyamtondo. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siwezi kusema sana. Kuna mzee wangu pale huwa alikuwa anapenda kujibu maswali. Wakati niko naona kwenye uganga hapa chini kwenye hiki kiwanja cha shule, kwenye uganga mle tulikuwa tunapigana mno mangumi. Siku moja nikachukia, nikasema kama ni uganga hauna faida, ni bora niende nikakushitaki ndoa ife. Kweli nilienda, huyo mzee alishauri, hebu simama upungie mkono akuone. Yule mzee, huyo hapo. Haleluya.
Ibrahimu. Mzee Ibrahimu ndiye aliyejenga ndoa yangu, tukarudiana na mume wangu na tukaendelea kuishi wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani kuna ngumi, kwa shetani hamna amani, ila kwa Yesu kuna nini? Kuna amani. Mimi nilifikia hatua nikawa mume wangu akishika huko manyanga kwa gwao wengine, mimi nabeba watu tunaenda makaburini kuwaosha. Hiyo nawadokeza kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo mtoni kuna nyoka mkubwa mno, wengine wanavuka tu, hata wapagani wanavuka hawajui siri. Lakini mimi nilikuwa na uwezo kwenda kuita joka nikaongea nalo. Nilikuwa na uwezo kuita jini nikaongea nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kukutana na Yohana, majini mimi nilatolea ziwani. Na nilikuwa siishi na ndoa yoyote ile. Nikikaa na mwanaume labda mimi ndo nimpende, ila kama mimi sijampenda hawezi kuishi na mimi. Akilazimisha kuishi na mimi ngumi mkononi, matusi. Hana uwezo wa kunipiga, nikisala ndani lazima bebe mzigo hame. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nilipokuja kuona na Yohana nilimkuta ni mganga. Lakini na mimi mganga ulininyemelea, maana nilifungiwa uzazi kwamba mizimu inataka niague ndo nizae. Bwana Yesu asifiwe. Na ndo maana nilikubali, nikavaa matendele manini, kila takataka nilivaa na kila mzizi niliuweza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bado sikuona faida, lakini kana mwambia mume wangu, hata kama tungelikaa kwenye uganga miaka 100 hatutapata faida. Kila sehemu tunaenda tunaacha vitanda, magodoro, vyombo, kila kitu. Sisi sio wakukana vitu vya thamani. Hivi mbona waganga wengine wana vitu? Siku moja nikakaa nikagundua mpendwa, nikasema mganga aliye tajiri ametoa mke wake au binti yake au baba yake au mama yake au mjomba wake. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye mganga unamuona ni tajiri, ana kiwanja, ana nyumba. Lakini mganga ambaye haui, yeye ni wa kutibu tu, anakupa wewe dhahabu za kafara za majini. Alafu yeye anakaa maskini. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba tulikuwa tuna vitu tulikuwa navyo. Sema vitu walikuwa navyo, ila ni mpango ya shetani. Ila nilipokuja kwa Yesu, baada nilipokuwa kule nyuma. Nilipokuwa kule nyuma kwa lokole niliuona ukuu wa Mungu, lakini baadaye ile ndoa ya kwanza ilinirudisha nyuma kiokovu. Bwana Yesu asifiwe. Ila nikamshukuru Mungu, nikasema labda wa kwangu hajatokea. Nikasema ngoja nikae, nimekaa miaka 5 bila ndoa. Hii miaka 5 imeisha, wa 5 nikampata Yohana. Tuna miaka 3 ni 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Je, wangapi wanaiombea ndoa yangu? Amen. Unaweza waketi sasa. Asante kwa utangulizi huo. Ninatamani hata kusimama na mimi kwa sababu najisikia kana kwamba nisimame hivi, lakini na lazima kukaa. Haleluya. Naam, baada ya hiyo taarifa tufupi ambayo au shuhuda ambao umetoa Dorcas, namna ambavyo wamekutana walikutana na Yohana. Sasa nirudi kwa Yohana. Unaweza ukatuambia kwa ufupi kidogo juu ya habari ya kazi yako ya uganga, jinsi ulivyofanya kipindi hicho cha nyuma, ulivyoendelea na wapi umeenda, mambo gani ambayo kimsingi umeyashuhudia katika kipindi unafanya kazi na shetani na leo hii uko kwa Yesu. Hebu tusikie kidogo angalau kwa ufupi historia. Yesu asifiwe. Mimi katika uganga wangu umenianzia shuleni nikiwa sekondari Irungu Kandao Secondary School. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shaytan rajim al-kamadini ayaka na habla ayaka nastahili. Mimi ni Muislamu, nilikuwa ni Muislamu Jamani, tumesha kwamba ni Yemwara sasa. Tunaanza Yemwara sasa hivi. Mimi nilikuwa ni Muislamu. Kwa wale walio huko Uislamu naomba warudi tu kwa Yesu. Amen. Na watakuja. Amen. Sema watakuja. Watakuja. Mimi nimeteseka mno jamani. Hata kwa Yesu kuna raha. Amen. Nimependeza hivi. Najiona nimependeza, hapo nimenenepa kwa Yesu. Amen. Nikitembea huko nje ananiambia wewe ndio mganga yule. Naambia niko kwa Yesu. Amen. Sema amina. Amen. Kwenye uganga ni ukiniona mchungaji utaonyesha picha yangu. Mimi nina picha kabisa. Hapo ukiniona nilikuwa nimevaa. Naweza kusema kweli huyu ni mavazi ya kazi. Mavazi ya kazi ya Phil Mason ya uganga. Mimi nataka tu niseme kwamba katika uganga wangu umenianza shuleni. Nilipopewa na mzazi wangu, mamangu mzazi amekufa mwaka 2009.
lakini alikuwa akinifunga ili nisiagua. Alikuwa ananiombea na wapeleka kwa Walomani, wanaanza kunibatiza kwa haya maji ya upako, sijui maji gani siyafahamu. Maji ya baraka. Maji ya baraka. Nilikuwa nanyweshwa, naambiwa yatulie hao mizimu na majini yangu. Nilikuwa napelekwa Kahangala, Magu. Nilikuwa nikibatizwa, wakinipeleka, wakiniombea, wakiniwekea msalaba, navaa, narudi shuleni, naendelea na masomo. Lakini kuna siku moja haikufanikiwa kabisa. Mimi ugango umenianzia, ninaanza kutabiri shuleni. Ndio. Ninaamkwa na haya mapepo. Nilikuwa na majini 150. Majini 150. Ndio alio ndani ya kichwa changu, aliyokuembelea. Sasa hivi sina, nimechoma. Amen. Amen. Nina Yesu rohoni sasa hivi. Amen. Mimi narudia tena, ila kama mbo huko ambao ninawafahamu na matunguri, nikaneni kwa Yesu. Tutauliza baadaye kidogo. Baki mimi nimeumia, nimehuzunika miaka 15, 17 nimo ndani ya uganga, lakini sijaona faida yake. Nimeenda Burundi, nilipotoka shuleni yakanitoa muda wa saa 8, nikaenda muda wa saa 8, sijitambua, wanafunzi scout wananifuatilia nyuma. Kwamba huyu kijana nimetoka tu darasani na kimbia kama mwehu, nikaondoka, sijielewi, sina ufahamu. Nikavuka Kamanga, sijui Kamanga nilifika muda gani. Nikavuka mpaka nani hapa Kamanga ile ya upande wa pili kule. Kwenda Sengerema. Nimetoka pale, nimeshangaa, nimenyosha lami tu hilo mpaka Sengerema mjini. Sijifahamu, ila fikra zinanionyesha niko barabarani na kimbia sana. Na kila mtu alikuwa ananipisha. Nikawa nimekimbia muda mrefu katika maisha yangu, nikaenda mpaka sehemu moja nikapumzikia, inaitwa Kabindi. Na Kabindi. Kabindi sehemu za Ngara hiyo. Biharamulo. Nilipoenda Biharamulo, nimefika, kuna mto ilikuwa na game. Ili game ili wanaofahamu Ngara kwenda Usaunga. Sasa nikapumzikia yale maeneo. Sikujua wakati gari la game linaingia, mimi mapepo tena yakanitoa. Game waliniangalia tu wakaniacha. Baki nilikuwa na mwendo wa kasi sana. Sijui walifanyeje, sikuelewa. Baki nilikuwa sijitambui, ila fikra za barabara ninazo naonyeshwa mpaka mahali ninapokwenda. Nilipoenda nikafika sehemu inaitwa Nyakahura. Nyakahura inaitwa Mzani. Nikapumzishwa pale Mzani. Sikulala, ila nilipumzishwa tu. Ila sikupumzishwa mjini. Sijala, nina siku 3. Yakanifikisha Murusagamba. Murusagamba kuelekea Mshia, yani katikati njia hapa ni jeshini Murusagamba. Mimi nikapitishwa katikati kuingia eneo la jeshi. Nikaingia, sijasoma ubao kwamba umeandikwa nini marufuku kuingia, sijasoma hayo. Mimi nishangaa, nimo katikati ya nini? Ya jeshi. Nilipoingia jeshi nikakamatwa. Ila nimetoka huku shuleni, nimevaa uniform, damu ya mzee na shati la scout na scarf. Nilikuwa scout na mimi. Nimevaa na scarf yangu, nimefika, lakini nembo yangu imeandikwa Kandawe Secondary School Magu. Moja kwa moja nilikokamatwa, sikujielewa kwamba nimekamatwa muda gani, muda niliopita. Yaani mimi kujielewa muda niliotembea sielewi. Ila nilikuwa naona tu ninapopelekwa, ninasukumwa, yani mji ninaopelekwa ninauona mpaka pale ninapokwenda. Na nimenyosha njia moja kwa moja. Huku shuleni wamefuatilia mpaka wakachoka, wametafuta, wakachoka. Wakaja wakawasiliana na Central, wakatafuta wazazi wangu namba zao, mama zangu wadogo wako Bwiru, wakachoka. Wakabidi waangalie tu, watazama, wakiendelea kupeleleza. Kwa baadaye sasa niko kamatwa kule Nyakaura, kuna mwanajeshi mmoja alisoma ile bango, anasema huyu ni mwanafunzi wa Tanzania, si wa Burundi tena. Lakini hapo nimeshaenda, nimewekwa kwenye kifungo cha maji au gereza hilo. Nimewekwa kwenye kifungo, alafu nimewekwa minyororo, lakini ile minyororo mimi naona kama sijawekwa kwenye minyororo. Nimewekwa tu mle kwenye minyororo, na tu hiyo mikono. Nafanana kama nyoka. Natoa ile mikono mle kwenye minyororo niliyofungwa. Mwanajeshi mmoja akasema huyu ni mtu wa aina gani?
wakabidi wamfuate mganga aliyo karibu Mshiha. Wanaovaa ukitoka Murusagamba unaingia Mshiha. Wakamfuata pale Mshiha, wakamfuata mganga anaitwa Mahara. Yule Mahara akaletwa. Akamwambia huyu ni kijana amekuja kwangu. Bake yule mtu ana majini, aliponitazama ishara za majini zinafahamika. Kwa wengi wanaomfahamu Mahara, ni mganga anajiita Mungu wa pili. Yuko Murusagamba Mshiha Burundi, mpakani mwa Tanzania. Kama kuna watu mlishafika huko, mimi nawafahamu. Haya, tutauliza tutauliza baadaye kidogo. Hasa matajiri wanaotafuta ndabu wapate utajiri. Unaona? Nilipofikisha yule mganga akamwambia mwacheni nikamtibu, nikapelekwa pale, nikawa chini ya ulinzi kwa siku 3. Paka yule mganga alipochukua, nilipofika kwa mganga sikufikishwa pale kwake. Kuna mto wa Asirini. Akanifikisha ule mto, kila mgeni anaoingia pale Mshiha afikishwe kwenye ule mto wenye majoka. Afahamike kwamba ana mashetani au hana. Mimi nilipofikishwa pale moja kwa moja ni kwamba kama kila nyoka aliyokuwa anaamka ni salamu tu, hadizuru mwenzao. Na sio kwamba nyoka mmoja. Huu mti huyo ni chatu. Wasukuma balita na sato. Wawajita wanaita sato. Lakini sisi kwetu sisi Wasukuma tuliita na nambe za kishi. Wasukuma amnisaidi. Nderema. Unaona? Zikawa zinatoka majini, swira, shana, zinaangalia, zinanizunguka, nimekalishwa nyoka mkubwa. Baadaye nilipotolewa pale, wametoa salamu, ishara nzuri, nikapelekwa kwa Mahara kwenye mji mkubwa. Nikakaa pale, lakini kitanda nilichoanza kulala nililalia nyoka. Sio kwamba mlo ukifika, waliofika kwa Mahara wanamfahamu na sheria zake. Anatembea chini ya ardhi, anaingia nyumbani kama Malisa. Akiingia kuhubiri anatokea mlango ambao hujulikani. Na yake ingia kilingeni afahamike ameingia muda gani. Ila mko naye pale. Naongea haya sio kwamba natania, yako live kabisa yanaonekana. Na nimekaa kwa Mahara miaka 5 ya uganga nikisomea, miaka 4 ya kutembea naye kwenda mpaka kwa Museveni. Mwaka huu moja Noel Museveni amemwagua tukimzindikia. Na Museveni ndani wa rais tulikuwa tunaenda kumzindikia ili apandishwe cheo, rais wa Uganda. Haya. Nilienda mimi nikiwa mfasi, nimebeba mkoba. Yule baba alitokea nyota yangu kuipenda, akaniambia nakupenda sana. Tukawa tunatembea kati ya watu wote. Tulikuwa tunatembea naye kila msafara aende Kongo, mimi sijui Kongo. Na Yesu kuma ndio na mimi naenda tu hivyo. Sawa sawa. Kila ninapokwenda nabeba, bwana mtafuteni Dr. Sharifu. Naitwa Sharifu, naitwa maji Burundi kwa wengi wafahamu Kisukuma. Na mimi nikawa ni mkirimani wa Kisukuma. Sawa sawa. Nikawa nafundisha Kisukuma huku nikilima. Hapo sio kwa mganga, nimelima hekari kama nini mkulima. Hekari kama 4. Na inaitwa Wasukuma loti 4. Unaenda unakata yale manani miti, unatoa unaweka pembeni, unaanza kulima. Hekari ya kwanza nikajitahidi nikamaliza ili nipate nini? Ule uganga, maana sina hela ya kumpa nani. Okay. Nilienda najua kupiga ramli, lakini dawa nilikuwa sizifahamu. Nilikuwa bado nyakati za kuletea dawa, nilikuwa bado mizimu ile haijaniletea nini. Lakini nikiingia kilingeni najua mpaka matatizo yako ya nyumbani kwako, mpaka kitanda umecholala nilikuwa naletewa na majini. Baadaye yule mganga tumekaa hiyo miaka akaniambia tafuta 200,000 uje nikukabidhi kiti cha uganga. Nikamwambia mimi unanifahamu. Akaniambia hilo swala dogo tu, kakupa kazi nyingine. Nikapewa kazi ya kwenda kutabiri machimboni, nirudishwa Tanzania, inaitwa Busiri. Nikatabiri chimbo Likahila. Wasukuma anaita Likahila. Yaani chimbo dhahabu ikapatikana katika chimbo ile. Wa kwanza alipata kichaa, wa pili akapata mwanamke Busiri.
za kuokota na kuchimba alikuwa ni mwanaume. Nikatabiri yule kichaa, nikamwambia ataenda kichaa sehemu ile atatoa dhahabu, baadaye atafanyaje? Mtaenda na nyie mliopewa ndagu. Yaani nilikuwa na vijana 4 waliokuwa wanatafuta ndagu za machimbo. Lakini machimbo ni kafara. Machimbo ni nini? Bila kutoa damu ya binadamu au mnyama bado hujapata mali. Mimi mganga, yote nitakwambia migodi yote niliyotembelea na sehemu nyingi za uganga wangu niofanya sana. Nilipotoka pale nilipowapa ile hali nikapata kweli 200,000. Nilipotabiri yule mtu wa kwanza alikuwa tajiri pale akanipa 200,000. Akaniambia akanipa 1,100,000 na 100,000. Akaniambia hii nenda nayo. Kweli nikaondoka mpaka pale salama. Usafiri naondoka nao nilikuwa nimechanjwa dawa za kimajini na nilikuwa nimechanjwa dawa za wenzetu wa Burundi inaitwa Muamira au Ruzira. Wazinza mumanya abazinza tuimanye Oruzira ani Rutego. Wazinza mimi ni mwenzenu inyeno mzinza. Wasukuma na Wazinza mimi ni ndugu yenu. Sawa. Lakini moja kwa moja wale nilipochukua zile dawa nilizochanjiwa, akaniambia hizi ni chanjo katikati ya kaburi. Akaniambia kaburi la mtu aliyokufa sio kwamba ni karibu. Yaani mtu yule alishakufa lakini anapumua na anaongea. Kwenye nyumba zetu hizi tunazojenga hizi, kuna watu wanajenga visima kule chini, tena wanawekapo ngazi, wanakuwa ni kuzimu. Inakuwa ni nini? Ni kuzimu. Sasa pale nilipofika pale akanipeleka kule, nikaapishwa, nikamwambia utapotaka nini? Nikataka mimi kazi yangu ninahitaji majini. Myafungue ili nipate mali, nipate kutibu watu. Maana kwa na ukoo wetu wote ni waganga. Babangu mzazi ni mganga. Yuko Chato, Mudusagamba. Nani Chato hapa panaitwa Kachwamba, kwenda Tandikiro. Basi tutafanya kwa kifupi maana muda wetu umekwenda. Ni labda tu ni kuuliza tu baadhi ya maswali machache. Asante kwa historia hiyo. Naamini kwamba yako mengi ambayo unaweza kushuhudia. Na naamini kwamba kule Burundi kule ulikuwa unafundishwa nini kule Burundi? Kwa kifupi tu, alafu nitarudi kwa Dorcas na atatoka. Burundi nilikuwa nafundishwa kazi za uganga. Nilipotoka Burundi ndio nikaendelea na kazi ya uganga Tanzania. Nilianza kutibia magu, nikaanza kutibu magu Irungu. Watu wakanifahamu mimi ni mganga. Nikawa naponya watu magonjwa yote, nilikuwa natibu, kutoa ndagu za dhahabu, nikaanza kutoa. Nilipokuwa natoa ndagu za dhahabu hizo nikaenda sikawatajia sehemu nilizoenda zote natoa. Na sehemu nilizoishi kwenye uganga. Kwa kifupi kabisa, kwa haraka maana ndio. Nilipoishi kwenye uganga nimeishi magu ya kwanza. Nikahamishwa na mashetani. Nikapelekwa sehemu inaitwa Igoma. Igoma nikatibu, kiitwa Dr. Sharifu, ninapanga. Sio nimejenga kwangu. Ndio. Maana nilipo mara kwanza nilijenga kwa karibu na huu mto. 2000 na kama unaenda nani Kisesa huku ni Igoma. Nyamongoro. Leo unamkumbusha maana wewe ulikuwa hapo Nyamongoro nimeanza kutibu pale. Baadaye nikanihamisha. Nikaenda kupanga tena Igoma. Nilipopanga Igoma baadaye nikakamatwa na askari. Askari wakanikamata kwamba kuna mtu mganga wenzao wasema kuna kijana hapa anatibu anajaza watu sana. Akawa na wivu. Siku ya uganga maarubino. Ilikuwa ni Pasaka. Nikakamatwa, nikapelekwa Buzuruga. Nilipofika Buzuruga nikajieleza mimi ni mganga. Ila wengine wanatetemeka. Ila kwa mimi nilishaitoa ushetani, ujasiri, nina majini na jiamini. Nilikuwa sitetemeki kwa polisi. Sawa. Baadaye nikamkabiri nani? Huyo nani mwezini wa huyo nani tunamwita nani? Huyo mkuu wa kituo Osios. Aliyokuwa ameachiwa kiti, alikuwa ameshafukuzwa kazi. Ila akawekwa kama msimamizi. Nikamwagua, nikamwambia wewe mwenyewe umenikamata. Yaani kwa ujasiri kabisa. Lakini hichi kiti sio cha. Hichi kiti
alionacho ametoka ameenda Central. Naam, basi Yohana sasa naamini na mambo mengi ya kusema. Na hata wasikilizaji wanasikiliza kwa kweli, kila mtu anatamani asikie ambacho ushuhuda huu ambao kimsingi unautoa. Lakini labda kwa sababu ya muda wetu kwenda sana, naamini kwamba hayo tuache kwanza hapo. Sasa nirudi kwa Dorcas kidogo dakika chache. Dorcas, kuna hili ambalo mara nyingi kwamba kuna wakati fulani ulipokuwa unafanya kazi zako, majini ulipokuwa unaenda kuyaita yanakuja, wengine wakutana nayo njiani, kwamba mengine kwenye kumbi za starehe. Waambie hao watu, maana yumkini wengine wapo ambao wanakutana na watu njiani au kwenye sehemu ya mastarehe na maanasa, kumbe wanashuhudia na majini tu, na yumkini wenda hawaelewi. Hebu waambie kidogo tu kwa ufupi, iwe kama tu maonyo pia kwao. Karibu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Yaani mimi mabinti na vijana ninawahurumia mnaoenda disco. Na mnaopenda vitu vya kuokota au cha kupewa. Shika hii hapa zawadi, ujue imetoka wapi. Kwanza unayependa kufuga kucha. Pili unayependa rangi. Pili unayependa dawa kichwani. Ni dhambi. Wewe usizione za kwangu ukasema nimeweka dawa. Mimi na dawa ya asili. Bwana Yesu asifiwe. Disco ni sehemu ya usherati. Mimi wakati niwapata majini, yalikuwa yakiniletea pesa ndani. Yalikuwa yakinizuia kuolewa, kukaa na mwanaume. Na mabinti wengi hawawezi kukaa kwenye ndoa kwa sababu moja. Pepo ana aina nyingi. Unapofuga kucha anakaa kwenye kucha. Na pepo zingine zinakaa kwenye macho. Ina maana ikifika mida ya saa 6 au saa 7 au saa 8, linakuja unalala nalo kitandani, linafanya kama ni tendo la ndoa, linamaliza linaenda. Wewe huna hamu ya mwanaume, wewe huna hamu ya mwanamke. Si mwanaume wala mwanamke. Hiyo hali yote ipo. Mnanielewa vizuri? Mimi yalinizuia kukutana na mwanaume. Pili, pepo ana njia nyingi, anamtumia rafiki yako ambaye unamwamini. Ndiye anayemtumia. Akishamtumia, kama sasa hivi wanafunzi wa shule, unaweka hapo daftari umekana binti wa Kiislamu au rafiki yako mlishakosana. Njua inatumika kutuma kipande. Mimi hata nilipokuwa kwenye uganga, wakati yule ananifundisha uganga nikomae, ukoke niuzi sikutukani, nitakukalia kimya, ila zawadi utaipata. Kushika njiwa tu na ipasua, naweka ninachokijua mimi na kujazia, alafu na kutaja jina lako, wewe umeenda. Usipogongwa gari, shauri lako. Ukienda ziwani unaenda na mama. Mimi simu. Ndivyo nilivyokuwa. Yaani leo nawapa live. Pili, pepo huyo ana uwezo wa kukuletea magonjwa ya zinaa. Umeona? Unasema mimi nina UTI, nina fungus, kumbe pepo linakuja limekufanyia. Pili, wanawake wachawi na wanawake walio na majini na vijana walio na majini hawawezi kuishi na wanawake. Alafu unakuta mwanaume ana sehemu mbili za kike na za kiume. Ndivyo nilivyokuwa mimi. Na mtu wa hivyo ikifika saa 7 usiku namkuta makaburini. Vijana wengi nimewakuta pasasi, wengine wako mimi nawajua. Ni wasabato, mwingine ni mlama, mwingine ni mlokole. Anasimamisha jini, dada mambo, unakaa pamoja mjue msabato tena yuko anakihubiri. Tulia kidogo hapa kidogo. Tulia kwanza. Yaani Dorcas anachokisema kwamba amwaye kukuta watu njiani wanasimamisha, kwa mfano vijana ambao wanapenda kusimama na wadada. Anasimamisha jini. Njiani mambo na nini kabisa naongea, kumbe ni jini, yana ndani ni msichana tu wa kawaida. Si ndio tunasema sasa? Ndivyo ilivyo tena wewe watu wana tofauti. Ndivyo ilivyo, wengine wanabeba wanapeleka vira paki, yakifika mle linamtelekeza au likifika mle linambadilishia, linakuwa na makucha marefu na meno marefu. Hapa anakimbia. Alafu anakimbia. Pengine uwezo ukalikimbia, maana ile uwezo ukalikimbia ni upepo. Maana wale ni malaika walioteuliwa na Mungu akaasi. Basi Dorcas, basi. Kwa kweli basi Dorcas anatosha. Kwa kuwa majini haya yanajibadilisha na kwa kama watu fulani, yanaweza kuwa rafiki, yanaweza kuwa mtu fulani kwenye eneo la anasa na kadhalika, si ndio? Dada mzuri mno. Basi hata hivyo tuelewe tu kwamba ukiwa haumchi Mungu vizuri utakutana na hayo. Si kweli? Lakini wale wa Yesu anawaokoa. Mchungaji, mimi naniongeza kitu hiki. Washiriki wa Nyamanoro tunaoabudu mabinti vijana. Ndio. Ukiwa kanisani
mguu mmoja umo kanisani, mmoja uko nje. Unajua hapa tulipo hapa kwenye hili kambi, ukitaka tu kufika hapo mlangoni linakukamata. Ninaomba toka, pepo toka, linatoka. Ninaenda mpeleshea. Watu wengine neno kamata, wengine sitawasema na wafichia asili. Ninakupa macho, yani ukimwangalia mchungaji unasema yani hapa sijini toke na mchungaji mzee wa Lula. Sasa unawaza sijini toke na mchungaji mzee wa kanisa, vijana wanawaza natoka na baba mchungaji. Lakini kwa jina la Yesu mshindwe. Amen. Basi mwisho kabisa. Sasa tunaenda kwenye ile hatua ambayo ni ngumu kidogo. Labda simama. Hii sasa ni hatua ya kutaja moja baada ya mwingine. Basi naelishwa. Lakini tunasemaje mnapokuwa kwa Yesu hivi sasa? Mimi nikiwa kwa Yesu ninafurahi. Kwanza nina raha tele roho. Amina. Kwanza ninaokoka, nimeongoka kweli. Amina. Kwanza Mungu ananipenda. Amina. Ndiko kuwa ni pabaya zaidi. Kweli kabisa. Japo kuwa muda wangu wa ushuhuda ni mdogo. Hajasema mengi. Yanatosha. Mimi nilikuwa kuzimu lakini. Basi. Wangapi wanamwombea Yohana? Haleluya, mikono hiyo nakuombea. Na Dorcas unasemaje? Kwa Yesu sasa unajisikiaje? Mimi kwa Yesu napenda kukushukuru kwanza wewe kitu kimoja. Ulitotea utumwani kwa shetani na hatukujua, labda ni malaika alikutumia wewe ili kuja kutuokoa. Ninakushukuru zaidi. Hapo bado ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu amenitoa utumwani. Amina. Mungu apewe sifa. Haleluya. Amina. Na baada ya mahojiano haya machache, basi tunafikia mwisho wa mahojiano haya na ushuhuda huu. Na sasa hatua inayofuata, wataketi dakika chache tu hapa, kisha wale ambao wameendelea kufanya kitu kwa ajili yao, kama una kitu kwa ajili yao, maana hawajasema hata walikokuwa wanaishi, wameishije na kadhalika. Nimewaambia pia asubuhi kwa kifupi kidogo, lakini kwa muda huu wa dakika chache kabla tuingie programu ya mwisho, niwaombe tu kwamba yule